Shalom shalom wapenzi watazamaji wa YouTube channel yetu ya KKKT Mtaa Msakuzi, pamoja na wote wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii ya TikTok pamoja na Instagram. Leo ni siku ya Bwana ya mwisho kabla ya Pasaka, siku ya Mitende. Na katika siku hii pia tumeweza kufanya mazoezi kujiandaa na ibada ya Ijumaa ijayo ya Ijumaa Kuu, ambayo itakuwa na maigizo kukumbuka kifo cha Bwana Yesu pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili kutukomboa kutoka dhambini. Sasa tutamsikiliza mmoja wa waigizaji, atatueleza ni jinsi gani maandalizi yalivyo na pia ni changamoto gani wanapitia katika maandalizi haya. Sasa tunaungana moja kwa moja na kijana ambaye yupo kwenye maigizo, pia ni msimamizi wa vijana wenzake katika maandalizi ya igizo ya Ijumaa Kuu, siku ya kukumbuka kifo cha Bwana Yesu. Atajitambulisha na pia tutamsikiliza kujua maandalizi yapoje na kitu gani cha tofauti wamekuja nacho katika mwaka huu. Jana Bwana Yesu asifiwe. Amina amina. Kwa majina naitwa Bernard Martin Mng'ong'o. Karibu sana kijana. Naomba tueleze, tumeona mkiwa mnafanya maandalizi ya igizo la Ijumaa Kuu, siku ya kukumbuka kifo cha Bwana Yesu. Hebu tueleze kwanza mwitikio wa vijana ulivyo katika maandalizi haya, na pia utatuambia ni kitu gani cha tofauti mmekuja nacho mwaka huu. Vya kuweza kusema ni vingi, lakini mwitikio wa vijana ni mzuri kwa sababu mwaka jana tulikuwa baadhi ya watu, lakini mwaka huu tumebadilisha system. Tumekuwa na watu wapya na pia wategemee kitu cha tofauti. Unajua mwaka huu tunataka tuigize kitu cha tofauti na kitakuwa kitu cha tofauti. Kwa hiyo wale wote wanaotuangalia, wanaosubiria igizo la Yesu, mimi kama director, umesahau kuniambia mimi ndo director. Mimi kama director wa hili igizo, wategemee this year mambo yatakuwa bampata. Kabisa, naona jinsi ulivyokuwa na motisha kuelekea hii siku ya Ijumaa Kuu, vijana watakavyoigiza. Hebu tuambie pia changamoto unazopata, mwitikio wa vijana katika maigizo. Unapata changamoto gani kubwa? Changamoto inatokea pale watu ambapo wanakuwa wachache, na kwa mfano kama mwaka huu Yesu tuliomzoea yupo. Kwa hapo tuna changamoto kubwa, kwa sababu nikisema mimi niigize Yesu atanisulubisha, ataniua, lakini hapo itabidi tumtafute mtu mwingine hapo ndipo aigize Yesu, atapatikana tu. Lakini changamoto ndo kama hivyo, tumwitikia watu ni mdogo sana kuliko ambao tumeuzoea, lakini hata na hivyo ukiwa kama director ni unajaribu kucompensate na watu uliokuwa nao. Kwa hiyo changamoto haziwezi kukosekana sehemu yoyote. Sasa tunaungana na mwenyekiti wa fedha pamoja na manunuzi, pia ndiye msimamizi wa igizo zima la Yesu. Siku ya Ijumaa Kuu ndio atasimamia vijana watakavyoigiza. Atatueleza maigizo ya miaka iliyopita yapoje, na pia mwaka huu atakuja na kitu gani cha tofauti kuambukiza vijana ili waweze kukifanya kwa utofauti zaidi. Mwenyekiti, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Joram Lutakana. Ni mwenyekiti wa fedha na mipango pamoja na kamati ya manunuzi hapa Msakuzi. Karibu sana baba. Najua pia wewe ndio msimamizi wa igizo zima la kumbukumbu la kufa kwake Yesu pale msalabani. Hebu tueleze mwitikio wa vijana upoje, na pia tueleze miaka iliyopita igizo lilikuwaje na mwaka huu mnakuja na utofauti gani? Kwa kweli kwa sasa nikiangalia kipindi cha nyuma, mwitikio wa vijana kwanza ni mkubwa, kwa sababu hapo mwanzo wakati tunaigiza kwa vijana walikuwa wanaona kama hili jambo ni la kama si aliwahusu sana, lakini baadaye wakaja kuona kwamba kumbe linatupa mafunzo. Na mafunzo yenyewe ile igizo ni kwamba sio tu kwa ajili ya kuigiza tu, kujipatia uzoefu wa kuigiza, lakini ni pia kuwafungua kujua kwamba hili tukio kumbe litokea dhahiri. Sasa kwa sasa kitakachokuja tofauti na zamani ni kwamba kwa sasa hivi tumechanganya na vijana pamoja na watoto wenye rika fulani, ambao wale sasa itawasaidia kulijua neno kupitia lile igizo, na hata anapokuwa anaendelea kuambiwa mistari ya moyo, anapoambiwa nini atakuwa anajua, kwa sababu tayari ameshashiriki sehemu za maigizo ambazo zinahusu mateso ya Yesu, safari ya Yesu kwenye mateso. Itamsaidia yeye kufahamu na kujua kwamba kumbe nacho kisoma kwenye maandiko natakiwa nikiishi kwa njia hii, na Kristo alifanywa kazi kwa alisulubiwa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kwa sasa fundisho ambalo tunafanya kwa igizo linalokuja, tutashangaa kuona na watoto pia, lakini tusishangae sana kwa sababu nimetengeneza hilo kwa ajili ya kuwafundisha na kuwaweka sawa, ili
ile imani yao iweze kukua kupitia hilo igizo, na itawaweka huru, kwa sababu na vijana watazidi kujua kwamba zile chimbuko la kutoka chini, wakienda juu wanajua kwamba tunajifunza neno la Mungu kupitia igizo la Pasaka. Asante sana baba. Kama tulivyosikia wapenzi watazamaji wa YouTube channel yetu, kwamba kitu cha tofauti ambacho kitakuja ni kushirikisha watoto wetu wa hapa Msakuzi. Kwa hiyo itakuwa ni igizo kubwa ambalo limejaa mambo mazuri, na pia kutukumbusha jinsi Yesu alivyotufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Baba, tunakushukuru sana na tunakuruhusu kuendelea na majukumu yako mengine. Amina. Mungu awabariki sana, na tuendelee kushirikiana katika kumtumikia Mungu katika huduma zote. Asante.